Na kwengineko, hali ya taharuki na huzuni imetanda katika eneo la Bendera, kaunti ya Pokot Magharibi, baada ya wakazi wenye ghadhabu kuteketeza nyumba mbili za washukiwa wanaoaminiwa kumteka nyara na kumuua mtoto mwenye miaka 7. Mtoto huyo aliyekuwa ametoweka kwa wiki 3 alipatikana Jumatatu jioni katika shamba la mahindi katika hali iliyoharibika vibaya. Kutoweka kwake na ugunduzi huo ulitisha kwamba kumezua hasira miongoni mwa wenyeji ambao walishtumu familia mbili jirani kwa kuhusika na mauaji hayo. Mama wa mvulana huyo, Diana Cherop, alisalia na machozi alipokuwa akisimulia mkasa huo kwa machungu. Mauaji hayo ya kushtua yanakuja huku kukiwa na msururu wa kutoweka kwa watoto katika eneo hilo, huku wakazi wakihofia njama mbaya zaidi inayohusisha usafirishaji wa viungo vya binadamu. Kuna mwenye aliniambia ati mtoto alikuwa na hawa mapacha. Nikaenda kwa kitu kama saa 3 hivi, nikaenda kuamsha au nikamuuliza Brighton amekuja kwa hapa. Akasema hapana, mamake ndo aliitika. Nikamwambia kinakaa kwa nao amekuja ati bado. Nikarudi nikaenda nikatafuta huko Bendera paka town na hakuna. Kufika jana usiku muda wa saa 2:30 usiku, huyo mtoto alipatikana kwa shamba ya mahindi kama ameuawa. Na sehemu fulani ya mwili yake hakuna figo, hakuna mahini. Kumaanisha huyo mtoto aliuawa kwa njia mbaya, na ilikuwa ni kwa nia ya kuchukua sehemu nyeti kutoka kwa huyo mtoto kwenda labda kuuza. Mshukiwa mkuu ambaye watu walimshuku sana ni mwenye alikuwa anaishi hapa. Ndio unaona jana usiku wakati mtoto alipatikana tu hivi, kutokana na hasira ya wananchi wa sehemu hii, watu walikuja wakavamia boma hii. Ilichomwa kila kitu. Bahati mzuri ama bahati mbaya, yule mwenye anaishi hapa alitoroka. Security hakuna hata kidogo. Tumewahi kuja kwa county commissioner tukaadress hii, na county commissioner akatuambia kwamba sisi nyumba 10 ya Bendera tunatumia mabafu. Kwa hivyo alisema ya kwamba tuachie yeye ili angalie mambo ya insecurity. Lakini kwa muda huo wote hakuna kitu imetendeka. Watu wengi kutoka Burundi, kutoka Uganda, kutoka Tanzania wako makutano hii na wako na vitambulisho. Walipataje hiyo? Waliaccessije? Mpaka saa hii wanakuja kutuchinjia watoto. Sisi tunataka CID ifanye uchunguzi. Mtazamaji, ni kisa cha kinyama na cha kutamausha.